Yeah, kibongo bongo story ambayo ilikuwa imechukua headlines kubwa tangia wiki imeanza hii ni story ya Pipi Jojo ambaye tunafahamu alikuwa chini ya Chief Godlove mwenyewe. Na of course leo kwenye Waspapen tumepata nafasi ya kupiga story na Chief Godlove atuambie kiundani zaidi nini ambacho kimesababisha Pipi Jojo kutoka kwenye lebo yake, na kweli alimsaini kwenye lebo au makubaliano yao yalikuwaje. Waspapen Chief. Pipi Jojo hajawahi kuwa kwenye lebo yangu, by the way. Sijawahi kumsainisha mkataba wowote. Nilikuwa namletea mkataba mpaka mezani hivi, naambia umeuona mkataba, usome, maswali ananiuliza na mjibu, lakini baadaye leo yangu ikawa inaniambia no, usimsainishe sasa hivi, mapema sana, msubiri, kwa sababu mkataba wangu ni wa miaka 10. Okay. Yani in case umesaini mkataba wa kufanya kazi na mimi ya music, yani mimi niwekeze kwenye muziki wako, kwa sababu kipaji peke yake bila pesa sasa hivi nothing. Kila kitu kinahitaji fedha. Msanii anatakiwa kubaliane na terms of conditions za mimi kitu ninachokitaka, lakini pia msanii anatakiwa kubali kuwa na mkataba wa zaidi ya miaka 10, yani kuanzia miaka 10 kuanzia hapo. Kwa nini nimechagua mkataba wa miaka 10? Kwa sababu msanii either alikuwepo kwenye game au hakuwepo, tunatumia muda mwingi kumwongezea thamani ni kufanya maisha yake, kuyabadilisha, kumweka kae expensive, na sio tu akae expensive, aishi expensive. Kwa sababu mziki ni maisha, ni lifestyle. By the way, mimi nina terms of conditions zangu. Kwa mwanzo ninapokusign inatakiwa uwe kwenye territory yangu, yani either nikupe nyumba ya kukaa au nikupangie sehemu ambayo wewe utaishi. Mimi nakuwa najua roots zako, yani mimi natakiwa nijue roots zako zote, kwa sababu ndio ninayewekeza. Ina maana wewe ni biashara yangu, kwa sababu ninapoweka pesa kwako wewe ni biashara yangu. Kwa hiyo Pipi Jojo ni msanii mzuri sana, lakini kashindwa terms of condition ambazo mimi niliziweka. Mitandaoni kuna watu wanasema kwamba Chief amempotezea muda mtoto wa watu, kwa nini asingeweza kumwambia kipindi chote hicho? Lakini pia kuna issue za views tena zimeibuka kwamba mbona views zilikuwa zinasoma fulani, lakini baada ya kusema anaondoka kwa Chief alafu views kama wameshuka hivi. Hiyo pia unaizungumziaje? Okay, first of all unatakiwa ujue kwamba kwa Pipi Jojo nimeweka hela mingi sana. Na sikutarajia kama itafikia time watashindwa terms of condition. Alafu ambazo hizo terms nilikuwa naziona kabisa ni yani kwa mtu ambaye ana nia ya kufanya kitu ni terms ndogo sana. Wewe nakupa option ya kwamba unatakiwa utoke huko unakokaa, ambako labda unakaa labda tuseme Damu na Nyamala. Nimekutafutia nyumba kwa sasa hivi, unatakiwa ukae Kilimani Nairobi kwa muda fulani. Unasema mimi siwezi kwenda. Lebo yangu mimi binafsi haimbembelezi mtu, kwa sababu mimi nafanya muziki sio kwa kupata fedha, nafanya muziki kwa love, napenda muziki. Na ninatamani watu ambao hawapati nafasi ya kuonekana kwangu waonekane, kwa sababu kuna watu ambao walitangulia waliwahi kufanya hivyo na watu wakafanya vizuri. Mfano kama naweza nikatoa LIP labda Luge Mtaaba, kufanya vitu vingi sana na kuibua vipaji vingi. Na mimi nikaona ni mmoja kati ya mtu ambaye nina vipaji vingi, lakini siwezi kuvionyesha kutokana na haina ya maisha nayoishi na nini. Mimi naweza nikafanya chochote, unajua msanuaji. Mimi naweza nikawa msanii, lakini mimi siwezi kumbembeleza kwa sababu mimi naweka hela. Kipaji bila nidhamu sio kitu. Lakini YouTube account ina hela zangu nimeweka pale nyingi sana kwa ajili ya kushoot video, kupoteza, yani nimefanya vitu vingi. Siwezi nikaruhusu eti kwa sababu wewe umesema unataka ufanye kazi na watu wengine basi nikupe hizi uende ukawape, yani hela zangu mimi wakale watu. I can't do that. Unakumbuka ile jeuli niliyokuwa nasema kwamba hata hiki kipindi ilikuwa ni kipindi tunaelekea uchaguzi, unakumbuka? Nikawa naambia watu kwamba either mstake mtaenda kuangalia. Ilikuwa ni power of money, yani kwamba nilikuwa nawatumia watu ambao wao wanawafuatilia. Kila mtu ambaye ulikuwa unaona anafanya challenge ile, mtu maarufu alikuwa analipwa pesa sio chini ya 200,000 kila clip moja.